wanajua wenyewe. Bwana, wadau wa football wanajua kinachoenda kutokea pale kombe la dunia Canada, Mexico na Marekani. Sasa malegend watatu ambao wamekuwa wanazunguka sana kwenye vichwa vya habari ulimwenguni, kuna Neymar Junior da Silva Santos kutoka Brazil. Kuna Lionel Andres Messi Cucitini, huyu anatoka Rosario Argentina. Na mbuzi kabisa Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo kutoka Madeira Portugal. Bwana, kati hao watatu waona nani atakuwa na msimu bora kabisa kombe la dunia? Kuwa na msimu bora kabisa kombe la dunia itategemea na timu yako inafanya vipi vizuri. Lakini wote wana timu nzuri. Unajua Neymar kidogo Brazil ni kama ina shake bado hawajajipata. Argentina wanaenda kama mabingwa watetezi wa kombe. Ureno wanaenda kama timu ambayo ina nguvu Ulaya. Kwa hiyo mimi naona Messi na Ronaldo wana advantage nzuri kuliko Neymar. Ureno wanaenda kama timu yenye nguvu Ulaya. Unamwona mbuzi Cristiano Ronaldo ni kati ya anaongeza kitu kama mtu mwenye nguvu pale kwenye timu yake ya Ureno. Kama hapana. Kwa sababu ya umri alofikia sio Ronaldo yule ambaye Ureno ilikuwa inamtaka. Yaani Ronaldo alipokuwa mtamu, Ureno ilikuwa sio tamu. Kipindi Ureno tamu. Emrudia hapo bwana. Ronaldo alipokuwa mtamu, Ureno alikuwa sio watamu. Ila sasa hivi kipindi Ureno watamu, Ronaldo sio mtamu. Bwana, ni utamu. Yaani kwamba Cristiano dos Santos Aveiro kipindi yeye ni mtamu, anachukua tuzo za Ballon d'Or akiwa Manchester United, Real Madrid kwenda na hat-trick ya kutosha, anakuwa mfungaji bora muda wote UEFA Champions League. Hapo Ureno hakuwa watamu. Lakini Ronaldo yeye kama yeye, kwa mujibu wa ndugu yangu hapa, anasema Ronaldo alikuwa mtamu kulikweli. Sasa hivi Ureno anaonekana wakiwa watamu kulikweli, lakini yeye Cristiano Ronaldo ni maji ya jioni, maji ya ugali. Lakini ukimtoa Ronaldo, kuna fear factor gani ambayo unaweza kuianzisha pale mbele ikakupa matokeo? Mimi nadhani kwa washambuliaji waliokuwa nao, washambuliaji wao wengi kabisa ni vibua tunawaita. Bado hawajaonyesha kwenye timu zao. Unasema namba 9 asilia ni Goncalo Ramos, ndio kwenye timu ya Ureno. Lakini Goncalo Ramos ambaye anaanza PSG, anaanzia bench, anakula mbao ndefu kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani Ureno hawana yule mtu ambaye tunasema tunaenda kumsimamisha atatupa goals kuendana na kasi ya timu nzima waliokuwa nayo. Lakini wana mtu kama Joao Felix, wana mtu kama Rafael Leao, wana watu kama wakina Trincao. Nadhani ni vijana ambao unaweza kama kocha Roberto Martinez ukawajaribu, lakini kumwamini moja kwa moja Cristiano Ronaldo kuwa kama ndo striker wako tegemezi kwenda World Cup, zani kama itakuwa ni maamuzi sahihi. Nitakukumbusha mdau wa football kwamba mashindano ya kombe la dunia, mashindano ya timu za taifa, kwa ujumla wake yanaangalia vitu vingi tu, sio tu umri. Kwa sababu mashindano kama haya yanataka wachezaji world class, lakini kama si world class basi mchezaji mwenye experience, mchezaji mwenye ambaye anaweza kudecide football moments. Na mpaka sasa anaweza kutoa mifano kadha wa kadha. Kuna mtu anaitwa Ronaldo Nazario, huyo alikuwa ni striker bora kwa watu wengi sana wa muda wote. Brazil kombe la dunia mwaka 2002 pale South Korea na Japan, alikiwasha kweli kweli akiwa na kitambi kama hicho cha kwangu, lakini mpira aliupiga mwingi sana. Ronaldo ukizungumzia fiziki iko vizuri, fatiki yake iko vizuri, kinacho nini ni kwamba tu just wazungu wanakuambia left out a little bit in the game, kwamba kutokana na umri wake takriban sasa hivi anakaribia miaka 42 kwa sababu Ronaldo kazaliwa mwezi wa pili. Kwa hiyo ana miaka 41 mingi sana mpaka sasa, kashafika 41 na nusu, si ndio? Kwa maana kukutana na vijana wengine wadogo kutoka timu mbalimbali lazima wanaweza wakamnyanyasa. Lakini kuzungumzia kwamba ule utayari, ubora na nafasi ya yeye kuivusha Ureno, mimi naona still hawana striking force Ureno ya kumzidi Cristiano Ronaldo. Kwa kwangu mimi nitabaki na mbuzi Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo. Kama wewe utataka kutumia force stars kina Joao Felix ni wewe, lakini mimi nadhani Ureno inaweza kumvusha Ronaldo, lakini sio Ronaldo kuivusha Ureno. Kati ya Ronaldo na Messi, hawa ni mambuzi ambao tumekuwa tunawashuhudia wengi katika karne hii. Lakini Ronaldo peke yake amekuwa akipewa wanasema disrespect, kwa sababu watu hawaheshimu kile kitu ambacho anakifanya. Messi ana rupo ya kuzunguka uwanjani, na pale yeye anapoona ni muda mwafaka wa kudecide magical moment anaweza kufanya hivyo. Lakini muda mwingi kwa mtu ambaye anaangalia football vizuri kabisa kwenye kideo bila kupitia Instagram atakuwa anaona kabisa Messi naye ni mtu ambaye anaruhusiwa na Argentina kuweza bwana. Kuna mtu anaitwa Lionel Scaloni, kocha wa timu ya taifa ya Argentina, anamruhusu Lionel Messi aweze kudecide when to run.
Umeona? Ronaldo hapewi hiyo rupo, hapewi hiyo uhuru. Yani watu wana demand more from a 5-time Ballon d'Or winner, wana demand more for the 5-time UEFA Champions League winner, wana demand more for somebody who was the most goals this century, wana demand more to someone ambaye has the most left goals scored ukimtoa Messi katika karne hii. Yani hapo nakupa fact kwamba Cristiano Ronaldo ana magoli mengi ya mguu kushoto baada ya Messi tu katika karne hii. Ni jambo la kufikirisha sana. Ukizingatia mguu wake mama ni mguu wa kulia. Cristiano Ronaldo anaongoza kwa magoli ya vichwa katika karne hii. Sababu unataja sifa za Ronaldo. Nataja sifa za Ronaldo ambazo ndo kitu muhimu zitambeba kwenye World Cup na umri wake. World Cup ni matter of moments. Ni matter of moment. Ndio maana moment unazozikumbuka za World Cup iliyopita, kitu cha kwanza mtu ukimuuliza haraka kwenye top 5 yake lazima kutajia moment ya Kolo Muani kosa ile goli. Ndio. Si ndio? Kwa sababu gani alikosa? Kwa sababu is not a decisive player, is not a big moment player. Hawezi kudecide vitu kama hivyo. Na vitu kama vile sasa unahitaji watu kama Cristiano Ronaldo, composure ya kutosha. Ashako kwenye moment kama zile. Ashafunga maisha yote. Goli kama zile nyingi sana. Anaweza kukosa sawa, lakini probability yake kukosa ni ngumu kutokana kwamba he has lived that moment. Ameshakuwa kwenye pressure kubwa. Ameshacheza kwenye uwanja wa Galatasaray wanaita Jehannam ile. Ameshacheza Anfield, ameshacheza kwenye pressure, ameshacheza Bernabeu ambayo ina mbuu. Kacheza derby za kutosha. Kwa hiyo moment kama zile haziwezi kumface kabisa. Na hapa sasa tunaondoka kwa Ureno, tunaingia kwa wababe Ufaransa. Sawa mwenyewe. Wewe uliwahi kuniambia kwamba hawa ni mafinalists na kwako ni kati ya favor au watu na favor wao kuchukua ubingwa. Kwa nini wewe unaamini Ufaransa yupo kwenye listi ya watu ambao wanaweza kuchukua ubingwa? Mimi naamini Ufaransa wapo kwenye listi ya kuchukua ubingwa na ndio maana watu hawaachi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsi ambavyo soka la Ufaransa linaendelea kukua siku hadi siku. Sahihi. Imagine tokea 2018 wanafika finali. So 2018, 2016 wanafungwa na Ureno ya Cristiano Ronaldo. Buzi. Ufaransa bado hawajawahi kukosa kikosi kwamba unasema Ufaransa wana miss mabeki, Ufaransa wana miss midfielder, Ufaransa wana miss kiungo au kipa. Bado wanaendelea kuzalisha vile vipaji, kuzalisha quality zaidi ya quality. Leo hii tunaongea tuna Olise, si ndio? Wanaongea na watu kama Olise, wanaongea na watu kama wakina Sheki, wanaongea watu kama wakina Zao, umeelewa? Wakina Shomeni hao hapa wanakuja makombe ya dunia mawili. Kwa hiyo kila kombe la dunia unakuta kuna quality mpya zimezalishwa ambazo zinaweza kucompete na timu mataifa mengine yoyote. Hicho ndio kitu ambacho kinawafanya Ufaransa wanakuwa outstanding kuliko nchi nyingine. Changamoto moja ambayo naiona mimi na imekuwa highlighted na wadau wengi wa football ni kwamba Ufaransa katika kosti cha wachezaji 26 wale wa awali, ukitoa kwamba watapunguza kuwa 23 kuelekea kwenye mashindano ya kombe la dunia, wao wameita ma midfielders 4 tu. Katika midfielders 4 kuna Adrien Rabiot na kuna N'Golo Kante. Sasa una midfielder 4 na kati yao 4 una mamido wawili ambao ni maji ya jioni. Wewe unaona bado ni title contender? Mimi nadhani katika makocha ambao wana select wachezaji kutokana na yeye anachokitaka na sicho mchezaji anachokitoa ni Didier Deschamps. Unajua Ufaransa wanavyocheza mpira katikati ya uchezi sana. Ni timu ambayo inategemea zaidi transition. Tunatoka vipi kwa mpinzani kwenda kwake kwa haraka zaidi. Na ndio maana ukiangalia kikosi cha Ufaransa kina mawinga wengi kuliko hata midfielder wakati. Umeelewa? Kuna watu kama kina Mbappe, wakina Dembele, wakina Olise, wakina Sheki ambao wanaweza kucheza kwa pembeni haraka na hata ma striker hao ni watu ambao wanaweza kucheza kama ma striker wa pembeni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani mfumo zaidi wa mwalimu ndio umemdesignia aina ya wachezaji kuwa select. Of course, sasa tumeangazia majabali wengi kutoka Ulaya. Ndio. Lakini kuna timu kutoka Afrika pia zinashiriki kombe la dunia. Wewe unaona nani ambaye anaweza kutoa kimasomaso? Labda pengine nani anaweza kuwa Mwafrika wa kwanza kugusa labda hata finali ya kombe la dunia? Napenda sana kama timu ya Afrika ambayo itatamba iwe ni South Africa. Japo siwaoni wakifika kwa sababu ya quality ya wachezaji. Lakini napenda South Africa. Kwa nini unajua? Kwa sababu South Africa nahisi wata represent ile culture ya Afrika. Mpira wa Afrika, kwa sababu utakutana na mchezaji wa Mamelodi, utakutana na mchezaji wa Orlando, utakutana na mchezaji sijui wa lakini quality ya wale wachezaji itaamua kwenye mashindano makubwa kama World Cup. Nadhani South Africa itakuwa ni timu ambayo nitaiangalia zaidi. Lakini tunaongelea Morocco na Senegal.
wachezaji ambao timu ambazo zina quality kubwa sana ambao wanaweza wakakompiti na timu yoyote duniani. Na hapa kwa faida ya mdau wa football, Afrika inaonyesha namna gani iko united katika tukio kama hili. Hujaweka bias yoyote, umetaja South Africa regardless ya mambo yote yanayotokea nje ya mpira. Yaani wewe umesema kwamba ile ni timu ya Kiafrika ambayo utaiangalia sana kwa mahaba kutokana na hiyo inaonyesha namna gani sisi wa Afrika ni wamoja kwenye mambo kama haya. Sasa kama South Africa wewe utamwangalia kwa mahaba tu, yupi ambao unahisi utamwangalia kwa jicho la kwamba huyu anaweza kutoa kimasomaso? Obviously utakuwa ni wale Senegal pamoja na Morocco. Unajua Senegal hajawahi kufika mbali sana kwenye World Cup. Mara nyingi anaishia 16 bora kutokana na timu ambazo anakutana nazo. Mara nyingi akutana na Uingereza, utakutana kukutana na Brazil na vitu kama hivyo. Lakini kama Senegal atapata njia nzuri au atapata mafanikio mazuri, naamini kabisa Senegal ndio timu ambayo inaweza kutufikisha mbali kwa sasa hivi. Morocco walifanya msimu uliopita wakafika mpaka nusu finali, lakini msimu huu naona kabisa Senegal ni kama kuna kitu wanataka kuionyesha dunia kwamba hatukuchukua ubingwa wa Afrika kwa sababu tuligoma kutoka uwanjani. Tulichukua kwa sababu tuna deserve. Sahihi kabisa. Na mpaka hapa sasa wazungu wanakuambia dark horse ama timu ambayo haiangaliwi sana, lakini timu hii ina moto, yani timu ina hatari. Wewe unaona timu gani ambayo mpaka sasa pengine kwenye kombe dunia watu waipi chapuo? Kuna watu unajua watu wanaichukulia barida, wanaichukulia poa. Nikikurudisha nyuma kidogo, sisi watu wa pwani kule Zegeleni Mlandizi kuna muuza chips maarufu sana. Watu wa Zegeleni watakuwa wanaelewa, kuna muuza chips maarufu sana Sheikh Sharifu. Wanamtaga Sheikh Sharifu Majini, anauza chips kali sana. Zenyewe huyo anachukulia watu barida kweli kweli. Na bwana wewe unaambia chips zangu vipi? Wewe baridi tu, subiria ile kiutani masiara. Lakini kwamba amekuchukulia poa. Asa katika timu ambayo pengine ina usharifu ndani yake, watu wanachukulia baridi tu, wanachukulia poa. Lakini ni bwana, nitaenda mpaka Uholanzi. Ndio bwana, Uholanzi naona wana timu nzuri sana. Watu wanaichukulia baridi, japo safu yake ya ushambuliaji ni kama sio nzuri kivile. Unaongelea watu kama wakina Brobal, wakina Memphis Depay ambao sasa hivi anachukua zake pension Brazil. Lakini ukichukua midfielder ya Uholanzi, ukichukua safu ya ulinzi ya Uholanzi, goalkeeper wa Uholanzi wanaweza kukompiti na timu yoyote duniani. Ni kwamba tu wanaweza kwenda band for band. Unaongelea Van Dijk, Van de Ven, utaongelea Jarol Hato, Dumfries, Matthijs de Ligt, Julian Timber. Pale katu tutamuongelea Frenkie de Jong, wakina Koop Meiners, wakina Gravenberch wa Liverpool. Wana wachezaji wengi wazuri ambao wanaweza kukompiti na timu yoyote kubwa, the likes ya Spain, Ufaransa, Argentina, Brazil. Lakini watu ni kama hawaiangalii kwa sababu ya washambuliaji. Unajua washambuliaji kuna namna fulani wanairemba timu ya taifa. Sahihi. Na hapo nimekusikia umetaja Spain, La Roja wa Spain wanakuambia kumekuwa na mdahalo mkubwa sana magazeti ya Spain kule Marca. Wanasema bwana, inakuaje, nani ataanza katika wachezaji hawa? Kuna makipa watatu ambao wote wamefanya vizuri kwa nafasi zao. Kwanza Unai Simon hajana msimu bora sana akiwa na Athletic Bilbao, lakini amekuwa ni kipa ambaye amejiestablish pale Spain. Ni kipa ambaye ameshafanya makubwa, ameshabeba makombe akiwa na Spain. Ameanza kwenye mechi nyingi muhimu recently za Spain. Ukitoa zamani Spain baada ya kuondoka kina Iker Casillas, hakukuwa na yule goalkeeper ambaye amejiestablish kwamba mimi kipa namba 1. Alikuja kina Bigea wanaondoka, hajakuwa yule kipa kabisa, mimi kipa namba 1. Unai Simon amefanya ile nafasi yake kwamba mimi ndo kipa namba 1. Lakini sasa changamoto inakuja msimu huu, goalkeeper alifanya vizuri zaidi La Liga ni Johan Garcia kutoka Barcelona, ndo amechukua Golden Glove. Lakini goalkeeper alifanya vizuri pia Premier League ni David Raya kwa ujumla, na Ulaya kwa ujumla ni David Raya. Sasa hii Ulaya kwa ujumla ni watu wa Arsenal watatuambia kweli David Raya ni kipa bora Ulaya kwa ujumla. Hiyo watu wa Arsenal tunawashia nyinyi hapo, mseme chochote. Wewe katika makipa watatu ungekuwa kocha De La Fuente. Na useme tu De La Fuente, sema De La Fuente, ungemwaka nani kama goalkeeper wako namba 1? Bana, kwanza kabisa hakuna sehemu ambapo makocha wanaiheshimu sana kama safu ya nyuma, safu ya ulinzi. Yani ukiongelea timu kama Spain utaongelea wale watu 4 wa nyuma pamoja na goalkeeper wao. Kwa nini? Kwa sababu ile ndo foundation nzima
ya timu ya taifa ya Spain. Kuanzia tunaanzaje ku build up, tunaanzaje kucheza, tuna set vipi tempo ya mpira, umeelewa? Kwa hiyo De La Fuente atakuwa anasema yes, David Raya umefanya vizuri sana, umechukua trophy, umechukua Golden Glove ya EPL, lakini pia unaenda kuwa kipa bora wa UEFA, si ndio? Lakini bado namhitaji mwanajeshi ambaye anazoea nini nafanya. Yeah, sure. Umeelewa? Leo hii Laporte anakuja pale kucheza nyuma, unamwanzisha na Raya, bado hawajazoeana. Kuna ile connection bado hawana, lakini Unai Simoni anajua Laporte nampigia pasi ipi, nikiseti mpira vipi, tunatembea na tempo gani, unavokuja anajua wewe, unajua kuna ile midfielder anakuja kwa kasi, kuna pasi ya uzito fulani nikupe, unajua hayo yote hapo. Au mimi nakuja hivi lakini usinipe mimi pasi kwa sasa hivi, ujue kwa sababu nafanya kama dami, unajua. Nadhani De La Fuente anaweza kawa Raya anamuumiza kichwa kutokana na performance aliyoifanya Arsenal, lakini I'm sorry bro, Yuna inabidi aanze. Yuna inabidi aanze kwa sababu huu ndo msingi ambao mimi nimeutengeneza tangu nimefika hapa Spain, na utaendelea kuwepo. Sasa hapo muongea kitu kizuri sana, msingi. Sasa tukibaki kwenye msingi, wewe unaona timu gani ya taifa ama inaweza ikawa na kipa hodari kabisa? Timu ya taifa yenye kipa hodari, yani mataifa yote 53 yanashiriki kombe la dunia, 42 yanashiriki kombe la dunia, mataifa yote 42 yanashiriki kombe la dunia. Wewe unaona ni kipa gani basi ataleta ule msingi? Kipa gani atakuwa kipa yani namuona kabisa huyu kipa ni mzuri kuliko bana. Mimi naona Emiliano Martinez, kipa wa Argentina. Bana yule ni kipa mzuri sana. Bana mimi nitaendelea kabisa kuwa si wadau wa football, mbaki kuangalia mpira vizuri kwenye kideo dakika 90. Msipende kuangalia mpira kwenye highlights za TikTok ama Instagram Reels, kwa sababu Emiliano Martinez Dibu amekuwa ni golikipa bora wa kombe la dunia lililopita, lakini pia amefanya vitu vingi sana katika msimu kuanzia msimu mwaka 2022 na kuendelea. Lakini wewe kuniambia kwamba huyo ndio kipa wako bora unamwangalia wewe. Nikukumbushe tu Ivan, Emiliano Martinez katika finali zake zote alizocheza amechukua, na zote alizocheza anafanya performance kubwa sana, na huyo ndo goalkeeper ambaye timu yoyote ya mpira inamhitaji. Tunaenda kwenye penalty shootout, tuna Dibu. Tunaenda kwenye 1v1 kama ile iliyotokea yake yeye na yule jamaa wa Ufaransa tuna El Dibu. Unaweza ukatafuta picha ya makipa wote kwenye mataifa yote, alafu usione. Mdau wa football unaweza kutuambia hapo chini kwenye comments. Kweli Emiliano Martinez Dibu ndio kipa namba 1 ama kipa bora kwenye kombe la dunia? Kama mdau utasema kweli ndio, basi jitafakari sana. Shike kichwa, fika kanisani Kawe. Kuna kanisa fani lipo Kawe pale. Fika pale kanisani, mwambie mtumishi yule wa Bwana akupe mafuta. Mwage mafuta ukanyage, uombewe, kwa sababu sio kweli, haiwezekani. Nakataa kwamba Emiliano Dibu Martinez ndio kipa bora kwenye makipa wote 42 kwenye kombe la dunia. Tukitoka kwa kipa sasa tuenda kwenye safu ya ulinzi. Hii ni timu gani ya taifa ambao unasema kweli ina ukuta wa Berlin? Bana, kwa timu zote nilizoangalia wengi wana wachezaji wazuri, lakini Ufaransa wana timu fulani ambayo kwanza wale watu wote wa nyuma pale wanne wana aura. Yaani ukimwongelea Jules Kounde, ukimwongelea Upamecano, ukimwongelea bwa mdogo anacheza Arsenal. Bana nazidi kuwasisitiza chuo tunaangalia na Ufaransa. Haiwezekani wewe unaulizio mabeki bora kwenye kombe la dunia, unasema unahitaji aura, unahitaji Wanyamwezi, unahitaji Mabishio. Eti ndio mabeki wako kwenye kombe la dunia. Ufaransa wana wachezaji wazuri. Wana wachezaji wazuri, lakini huwezi kudefend kwa aura. Yaani wewe huwezi kuweka Unyamwezi kwenye kudefend. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia wana mtu kama Ibrahima Konate amekuwa na msimu mbovu sana. Sijui kama kaitwa. Of course Konate kaitwa, lakini Dayo Upamecano naye amekuwa na msimu wa ovyo kabisa. Bayern Munich nitakupa facts. Bayern Munich ndio timu ambayo imefunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kubwa 5 Ulaya. Na kwenye ligi yake ya Bundesliga nakupa rekodi hizi, Bayern Munich imefunga magoli 127. Anayemfuata anafunga magoli 71, VfB Stuttgart.
Lakini pia Bayern Munich kwa mkamalia sasa nikwambia mfungo magoli mangapi, lakini wakamalia wote duniani wataungana na mimi kusema kwamba Bayern atashinda lakini ataruhusu goli. Bayern anashinda 3-4, anashinda 5-2. Bayern mechi ya mwisho anacheza na FC Heidenheim. Timu ya mwisho kabisa kwenye msimamo ikatoka naye 3-3. Lakini sio kwa sababu Upamecano peke yake. Ni kosa, inaonyesha timu haina nafasi, haina safu bora ya ulinzi. Inaonyesha kwamba timu ambayo anafanya pairing. Hapana. Mtu akiwa anaweza kufunga 5-4 ni yule mtu ambaye anasema mimi naweza nikakuruhusu unipiga kimi, naweza kukupiga zaidi wewe unavyonipiga. Lakini sasa Upamecano anaenda kucheza Ufaransa, chezi Bayern. Sasa hapo kama kule yeye ni mbovu, anategemea strikers, anategemea frontline, anategemea mtu kama Harry Kane, Ballon d'Or contender, anategemea kama Michael Olise, anapewa Luis Diaz, au watakuwa top 10 ya wachezaji bora duniani wa msimu huu uliomalizika. Anategemea wale wafunge magoli zaidi ili Bayern ishinde. Mimi kwenye safu bora ya ulinzi anikopa mwanangu Harry Maguire England, ningechukua England. Lakini mpaka sasa kuna timu inaitwa Netherlands. Harry Maguire. Kuna timu inaitwa Netherlands, kwa mdau wa soka Netherlands inaunga mkono Peter pale kaangalia timu hiyo namna ambavyo ina wachezaji mmoja ukizungumzia mabeki mmoja, lakini pia as a force, as a unit, wana mabeki ambao wanaweza wakabisha safu yote ya ulinzi duniani. Ukizungumzia mtu kama Mickey de Ven ni kati ya mabeki ambao wana speed kweli, yani kwamba watu kimbizana mpaka kesho. Kwa hata wale mastriker uwezo wa kukimbizana hawezi kufua dafu. Nadhani kilichonifanya nichukue Ufaransa na so Netherlands ni kwamba Netherlands bado connection yao kama safu ya ulinzi hawajatuonesha sisi hapa kama Timber nikicheza na Van Dijk, nikicheza na Van de Ven, nikicheza na Gerald Hato au Mathis de Ligt. Hatujaonyesha kwamba sisi tunaweza tukawa noma. Ile Ufaransa wameonyesha hicho kitu kwamba sisi tunaweza tukakaa na tuka stand out kama walinzi wa timu ya taifa ya Ufaransa. Kumbuka backline ama form ya wachezaji wa ulinzi wa Ufaransa, kwanza walioipa mafanikio Ufaransa wengi wamevurugika. Unamzungumzia captain Hugo Lloris, ameshastaafu kucheza timu ya taifa ya Ufaransa. Unazungumzia kina Lucas Hernandez, kina Theo Hernandez ambao na wenyewe kwa msimu hivi karibuni, mwingine anacheza Al Hilal Saudi Pro League, mwingine sijui yuko wapi AC Milan. Hawajakuwa na msimu bora sana. Pale katikati utamweka nani? Wamefika finali mashindano yaliyopita. Sasa hivi tunavyoelekea kwa dunia siwaoni wafika nusu finali, siwaoni wakileta ubaya kabisa. Tunabaki kwenye safu ya ulinzi, safu ya kiungo sasa, midfield, safu ya kiungo bana. Safu ya kiungo kuna timu nyingi sana zina viungo hodari kweli. Utamwongelea Ujerumani na yule Kimmich pale, utamwongelea Spain. Lakini kwangu mimi kama kuna timu ambayo ina kiungo kimekamilika pale World Cup, basi ni Uholanzi. Yani kama wewe ni kocha na unahitaji kiungo kilichokamilika zaidi katika mashindano haya ya World Cup, nenda pale Uholanzi. Naomba kwa wadau ambao wanakaa maeneo ya Arusha, kwa mtu ambaye atafahamu, kuna faza mmoja kipindi cha nyuma sana, huwa alikuwa anatoa dawa kwa njia ya kwenye kibakuli. Naomba faza yule, kama kuna mtu ana namba yake na kama bado anaendelea kutoa huduma zile, wanasema kibakuli cha babu, waniwekee namba zao hapo chini kwenye comment, niweze kumpa rafiki yangu hapa afike kwa faza kule ni Arusha maeneo fulani, ndani akapate kile kibakuli, japo anaweza kile kidogo kaa vizuri, kwa sababu there is no way ukaitaja Uholanzi kama ndo timu ambayo ina safu bora kabisa ya kiungo. Sio kweli, kwa sababu safu iliyokamilika. Na nakwambia, unajua ukiongelea safu ya kiungo unaongelea control ya mchezo. Kuna point yako umeisema nyuma ukasema safu ya ulinzi ya Uholanzi haijaonyesha kwamba mimi nitakuja nitacounter attack hapo kuambia kwamba safu ya midfield ya Netherlands mmoja they are very talented. Mtu kama Frank de Jong kwangu mimi he is the best holding midfielder in the world kwangu mimi, Frank de Jong. Lakini mmoja hawajaonyesha kwamba wana kitu cha kututishia. Ila sasa ukizungumza safu ya ulinzi ya kutoka pale Lisboa Portugal, safu ya ulinzi ya Ureno, safu ya ushambuliaji ya Ureno, Bruno Fernandes, king of assists kutoka Premier League, Vitinha, one of the best players in the world,
Sasa pale kwenye Bruno pale kwenye Bruno pale ukisema king of assist unakuwa kama unakosea. Ongezea king of set pieces assist. Hapo ndio umepatia. King of set pieces assist. Tuambie hapo Bruno ni king of set pieces assist ama Bruno ni king of assist? Hii inatoa changamoto kweli. Watu wa Man U wanaona kama hii ni kombe lao. Yaani Arsenal ameshika ubingwa wa Premier League. Lakini watu wa Man U walikuwa wanasherehekea kweli Bruno Fernandes kufikisha assist 21 kwa na kuwa playmaker. Lakini ametoa assist open play 8 tu. Ila zingine zote zilikuwa ni either kona, Paulo amechonga watu wamemalizia kugonga za ugoko. Sasa hii haimondoi kwamba yeye ni kati ya viungo bora zaidi huko Ulaya msimu huu. Lakini pia pembeni yake anasema Vitinha, one of the best ever. Best ever kidogo is a bit of a reach, lakini one of the best midfielders kwa msimu huu pale Ulaya. Lakini pia kuna Neves, naye ni kati ya kiungo mzuri, japo Roberto Martinez kocha timu ya taifa Ureno huwa anamtumia kama beki wa pembeni, beki namba 2, kwa sababu Ureno wamekuwa na watu kupwa sana kwenye right back yao. Kuna mtu kama Diogo Dalot ni mchekeshaji, ndio maana mara nyingi Roberto Di Martinez huwa anamtumia Joao Neves. Nadhani yule wa Barcelona Joao Cancelo nadhani yuko fit sawa, lakini Roberto Martinez anamhusudu sana Joao Neves. Ukiangalia mechi zao nyingi anamhusudu sana kumweka beki namba 2, japo mimi ningekuwa kocha mimi ningemwacha wao akae pale ili Neves sasa akamilishe midfield trio pale. Lakini kuja kwenye safu ya ushambuliaji sasa bana, safu ya ushambuliaji iko tricky kama ambavyo iko kwenye midfield. Mimi nadhani kama kuna mtu anabisha kama Ufaransa ndo taifa lenye safu bora ya ushambuliaji, inabidi nayo tumpigie simu babu, ampe kibakuli. Ukisema safu bora ya ushambuliaji, nataka unitajie front line, watu watatu pale mbele, wataanza. Mimi nadhani sio watu watatu tu. Mimi nataka unitajie watatu kwa sababu kwa mpira wa kisasa tushasema tumetaja kipa, safu ya ulinzi, safu ya viungo, tunaenda na watu watatu wa mbele. Mimi nadhani hata watu watatu ukimwongelea mtu kama Dembele, ukimwongelea mtu kama Olise na Kylian Mbappe, they are very enough kuwa top safu ya ushambuliaji kwenye hizi timu zingine, kwa sababu hapo unaongelea Ballon d'Or 1, unaongelea Pichichi 2, na unaongelea top assist na magoli Bundesliga na Ulaya kwa nzima kwa msimu huu Michael Olise. Kwa hiyo mimi nadhani Ufaransa iko wazi. Labda tuende kwa mbuzi. Mimi siamini pale Ureno. Kwa kweli mbuzi ni kati ya wachezaji mimi nao wanaonibariki sana bwana Cristiano Ronaldo. Lakini siamini kama Ureno wana safu bora zaidi ya ushambuliaji. Ila kwangu mimi sasa safu bora ya ushambuliaji tabaki pale kwa watu wanaotembea kwenye boti la Gianni Infantino FIFA. Argentina. Inawezekana ukaiondoa timu iliyopata penalti 7 kwenye kombe la dunia iliyopita ukaitoa kwamba sio safu bora ya ushambuliaji. Inabidi uende kwa umakini sana, kwa sababu mpaka unapata penalti 7 maana yake washambuliaji ni watu hatari sana. Kwa hiyo kwa mimi nitabaki kusema kwamba Lionel Andres Messi kuchitini akishirikiana na kina Julian Alvarez, naona kama ilikuwa safu tishio kabisa, kwa sababu Argentina wameonyesha wazi wanajua namna ya kutafuta ushindi, namna ya kushinda. Sana safu ya ushambuliaji ni safu ambayo ya watu ambao wanahitaji wao unaweza kupata magoli. Sasa mdau wa soka bado una nafasi ya kubetia vitu vingi sana kwenye kombe la dunia. Kwanza unaweza kubetia bingwa, ingia pale www.soccerbet.co.tz, nenda kwenye sehemu ndiko outrights. Unaweza kumbetia bingwa kombe la dunia kama ni Ufaransa, kama ni England, kama ni Netherlands, kama ni Spain wewe. Lakini pia unaweza kumbashiria top scorer, yani nani ataongoza kwa magoli, unaweza kubashiri nani ataongoza kundi fulani. Lakini hapo kwenye kundi ambalo lina basi mtajie watu 4, watu watafika finali, semi-finals. Watakofika semi-final, tajie semi-finalist. Netherlands, sawa, Uholanzi anafika finali, nusu finali. Senegal, Spain pamoja na Faransa. Bwana kibakuli tuendelee kukitumia, ambaye atapata namba ya yule faza kutoka kule wilaya fulani ya Arusha aweze kutupatia namba yake ili kijana wangu aweze kupata kibakuli, labda atapona ugonjwa unaomsumbua kuangalia mpira kupitia Instagram Reels. Na hii ndio ilikuwa Soka Spotlight World Cup Special.
Superbet, amua ushindi wako.